Habari za jioni wapenzi wa Master2 Odds, ukweli na uhakika. Leo ni siku nyingine tena, ni siku ya jioni. Leo nahitaji kujibu maombi ya baadhi ya memba. Kuna memba mmoja kama sijasahau anaitwa Neema, aliomba collect score ya 1-1. Sasa leo mimi nilikuwa naandaa triki ya draw, lakini kwa upande wa 1-1 au 0-0. Kwa hiyo natumaini nitakuwa nimejibu maombi yake. Lakini sio hivyo tu, kuna mtu mmoja pia aliomba basketball kwenye upande wa over, pia nitafanyia kazi. Sasa moja kwa moja mimi niende darasani kwa ajili ya triki ya draw, lakini kwenye upande wa collect score ya 1-1. Kwa hiyo hapo wewe utachagua aidha huo unabeti draw au huo unabeti collect score ya 1-1, vile upendavyo mwenyewe. Basi tuelekee darasani. Kipindi tunasubiri mtandao, mimi nikwambie kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment. Itasaidia zaidi pindi ninapo upload video uwe mtu wa kwanza kuipata video hiyo. Ndugu yangu, kitu cha kwanza kabisa unaenda hapa kwenye market. Ukishaenda kwenye market unaseti boss team to score. Ngoja ni seti kitufe changu hapa kama kitakuwa kinaniruhusu ili nielekeze. Utaenda market, ukitoka hapo una seti sehemu pa total goal, yani kwenye over. Samahani, nilisema boss team to score lakini ni over. Baada ya hapo, baada ya kuseti hivyo, unaenda kutafuta odds ambazo kwenye upande wa over, yani kwenye upande wa over hapa kuwe na odds ya 1.50 na kuendelea. Kwa hiyo mimi kwa sababu tayari nimeshaandaa, kwa sababu kuzipata panahitaji muda, nimeshaandaa mechi mbili ambazo ni hizi hapa. Tutaenda kuzipitia kwenye uchambuzi ili uelewe. Tutafunua mechi ya kwanza. Mechi hii ukifungua moja kwa moja unaenda kwenye kigezo namba 1, ambacho kigezo chetu namba 1 ni hapa hivi. Kwenye over ya 1.5 pawe na odd ya 1.50 na kuendelea. Ukishaona hapo, wewe moja kwa moja hicho ni kigezo cha kwanza. Nenda kigezo cha pili. Kigezo cha pili ni kipi? Unashuka kabisa huku chini, unaenda kwenye collect score. Unaenda sehemu pameandikwa collect score. Sasa kwenye collect score hapa utaangalia nini? Collect score hapa, kitu cha kwenda kuangalia, utaenda kuangalia kwanza draw ya 0-0, alafu utaenda kuangalia collect score ya 1-0, na then utaangalia collect score ya 1-0, alafu utaangalia na collect score ya 1-1. Sasa utaangalia nini au ni kipi utaangalia? Utaangalia odds ndogo. Sasa odds ndogo hapa tunacheza na draw. Kwa hiyo utaangalia kati ya 0-0 kama ina odd ndogo, then utaangalia odds ya upande wa collect score 1-1, alafu then utaenda uangalie 0-1 na 1-0. Sasa ukikuta odds ndogo kwenye upande wa draw ya 0-0, basi wewe nenda ukaweke draw au ukaweke 0-0 collect score. Ukikuta odds ni ndogo upande wa 1-1, basi wewe unaenda kuweka draw au 1-1. Lakini ukikuta upande huu ambao kuna 0-1 ukakuta ndipo kuna odd ndogo kuliko odd hizi nilizozichola hapa, manake hii mechi inatatanisha. Achana nayo, usibetie collect score wala usiweke draw. Na ukikuta odd ndogo kwenye 1-0 pia usifanye hivyo. Yani wewe utakachoenda kukiangalia ni hapa kwenye 0-0 na 1-1, alafu huku pata kudirect kwamba hii mechi ina makosa.
Sijui kama nimeeleweka, na kama bado sijaeleweka basi twende kwenye gemu ya pili utanielewa. Gemu ya pili ni hii hapa, Ivai, anaitwa Ivai. Ni gemu inacheza saa 8 usiku. Kitu cha kwanza unaenda kuangalia over ya 1.5 iwe na odds 1.50 na kuendelea. Nadhani hapa ninaeleweka. Kwa kigezo cha pili unashuka chini. Unashuka chini kabisa kwenye collect score. Sasa kwenye collect score unaangalia odds ndogo kati ya 1 na 0. Odds utakayokuta ndogo ndio utakayoichukua, lakini utaichukua kwa sababu gani? Utatazama 1. Je, odds yake ni ndogo kuliko? Kama ni ndogo kuliko hizi draw, basi hiyo game achana nayo. Lakini pia unatazama 1-0. Na yenyewe ukikuta ni odi ndogo kuliko hizi za draw hizi, basi hiyo game jua ina utata, unaachana nayo. Lakini ukikuta hizi huku ni odi kubwa na hii ni kubwa, lakini hapa kuna ndogo, basi nenda ukaweka draw au collect score ya 0. Ukikuta hapa ndipo odds ndogo, nenda ukaweke draw au collect score ya 1. Ndugu yangu, kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment. Hebu jaribu kumwambia jamaa yako, rafiki yako kwamba kuna mshikaji anaitwa Master 2 Odds. Jamaa ana madini, yani kwenye kichwa chake ana flash GB 128, yuko vizuri. Kwa hiyo unamwambia, anakuja na subscribe, anatazama video. Nina video nyingi, hiyo itakusaidia chaneli yetu kukua, na vile vile itakusaidia wewe niki-upload video yoyote unakuwa wa kwanza kuitazama. Ndugu zangu, nina madini ya kutosha. Nilikaa miezi 3 bila kuwa online, kwa hiyo sasa nimerudi kwa ajili ya kufidia magepi yaliyopita. Yani sasa hivi ni back to back. Yani ni triki baada ya triki, ni triki baada ya triki. Yani ni uchambuzi baada ya uchambuzi. Kwa hiyo hapa niende nikatoe huu mkeka, nikautolee kodi. Naomba jamani tuwe na tabia ya kufuatilia. Yani nikitoa zile game za mfano unazifuatilia, unaona zimewini kwa kiwango gani. Unaona, kwa mfano hii ni collect score jamani, ni yani ndio chaguo gumu katika betting. Kwa hiyo nikipatia hata moja kwenye hizi, elewa hiki kiwango kiko vizuri. Nikipata zote kabisa, elewa mimi ni hatari zaidi ya hatari. Lakini vile vile zikitoa draw yoyote, yani weka maua kwenye comment hapo. Baada ya kusema hivyo, niseme tukutane kesho, pia nitaweka triki nyingine. Bye bye, kwaherini. Naam, kabla sijaondoka, samani, kabla sijaondoka niweke kwanza kodi, nilikuwa nataka kusahau. Jamani, kodi ni hizo hapo, tutazifuatilia. Baada ya kusema hivyo, mimi niseme bye bye, kwaherini.